Kombe la Dunia tunafahamu lipo katika hatua ya nusu fainali, lakini kwa hapa ndani ligi kuu Tanzania bara, CRDB na mashindano mengine yamefika tamati na kusubiri katika msimu ujao timu zitafanya nini, lakini mambo hayajapoa. Tetesi za usajili kuhusu wachezaji na makocha zinaendelea kupamba moto. Kocha wa Yanga kizungumkuti jina lake, lakini huku Faisali akiweka watu mtukati, ataenda Simba, ataenda Yanga, atasalia Azam, huku mkataba wake ukiwa umetamatika. Lakini hapo mengi ambayo tutazungumza. Huku tunafahamu bwana Mzize alifanya tamasha lake Iringa, lakini kuna Dickson Jobu na Kibwana nao walifanya tamasha lao Morogoro. Kipi kinaendelea kwa mastaa hawa? Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na Faisali ambaye ameonekana kwa nuru kwa msimu uliopita kufanya mazuri licha ya kutofanikiwa kuchukua kile kiatu cha mfungaji bora, lakini ameendelea kwa mmoja ya viungo wazuri kwa kutokea kwa hapa Tanzania kwa upande wa wazawa. Mimi ni Neema Kayugwa, nikukaribishe ndani ya Sports Recap. Nitakuwa na Joseph Chacha kwenye upande wa uchambuzi, yeye atatujuza ni wakati sahihi wa Faisali kuondoka ndani ya Azam kuelekea katika timu zingine ama aendelee kusalia, na vipi kuhusiana na tetesi za kocha wa Yanga, ama tuseme ili jina la kocha wa Yanga tutaweza. Salia nami, kwa nami tunarejea. Mtazamaji wa FTV, tumerejea na ni wakati mzuri sasa wa kukujuza zile taarifa za kimichezo ambazo zimetokea kwa weekend na zitaendelea kutokea. Kubwa zaidi kwa hapa ndani, tukiachana na masuala yote ya matatizo ya World Cup, mashindano yanayoendelea, World Cup hatua ya nusu fainali, lakini turejee kwa hapa ndani. Faisali tunafahamu ni moja ya wachezaji wazuri kuwahi kutokea ndani ya Tanzania, na nchi yetu kama nchi inabidi tujivunie uwepo wake, kwa sababu msimu uliopita kabla ya huu ambao umetamatika alifanikiwa kumaliza katika top 3 ya top scorer, lakini hakufanikiwa kuchukua. Lakini tunakuja kwa msimu huu ambao umetamatika juzi, alikuwa ukingoni kuchukua kile kiatu, lakini mambo yakawa ndivyo sivyo. Mabao 15 kamaliza ndani ya ligi. Ni aina ya mchezaji gani ambaye ulimtegemea? Na hapo tetesi zinaonekana hajasaini mkataba mwingine na klabu ya Azam, huku wengi wakitarajia huenda akarejea Azam, akarejea Yanga au akaenda kwa wapinzani wa Yanga, ikimaanisha klabu ya Simba. Hili kwako limekaaje kama wewe, wakati wa Faisali kuondoka ndani ya Azam ama asalie ili kuongeza kiwango chake kiwe bora zaidi? Kwanza kwenye mpira wa miguu wanasema kizuri kinajiuza. Faisali amekuwa na msimu mzuri sana. Sio msimu jana ulioisha tu. Faisali tumekuwa tukimshuhudia akiwa na misimu mizuri tu toka amesajiliwa Yanga mpaka leo hii. Amekuwa na performance kubwa sana. Lakini msimu uliopita, kwa sababu ndio msimu ambao tumetoka kushuhudia, kwa tunaweza tukafanya uchambuzi kwa kuangalia data ambazo amezipata msimu uliopita. Kwa hiyo ukiangalia mafanikio ya Azam msimu huu, ukimchomoa Faisal, huwezi kutenganisha mafanikio ya Azam na Faisal, lakini ukiangalia performance ambayo alikuwa nayo ni kubwa sana. Kwa hiyo ukiangalia vilabu ambao vinamhitaji kwa hapa nchini Tanzania ni Simba na Yanga, lakini pia mimi na expect sio tu vilabu vya hapa Tanzania, na hisi hata timu kutoka nje ya Tanzania zimekuwa zikitafuta saini yake. Na ukiangalia situation ambayo sasa hivi ipo kwamba na mkataba wake unaelekea kuisha, na mpaka sasa bado matajiri wa Azam wanatamani kumsalisha Faisal ndani ya Azam, lakini bado anaangalia ofa, kwa sababu mpira wa miguu ni timing. Wakati ambao uko kwenye peak ndio wakati ambao unatakiwa kufanya maamuzi sahihi, kwa sababu mpira ni mchezo wa risk. Unaweza ukashindwa kufanya maamuzi sasa hivi, next season ukapata changamoto, kali yako kwa imeharibika. Kwa hiyo sasa hivi ni wakati sahihi wa Faisal kukaa chini na management yake kuangalia maamuzi sahihi, wapi pa kwenda, nini kifanyike ili msimu ujao aweze kuwa bora zaidi. Faisali ni moja ya wachezaji wazuri kwa hapa ndani wazawa, na amekuwa na kiwango bora zaidi. Uwepo wake ndani ya Azam tuseme kama ulienda pia kuinyanyua Azam licha ya kuwa na ukubwa wake ndani ya ligi, lakini
uwepo wake umekuwa hivyo, lakini kuondoka kwake, ikitokea Faisal kaondoka, nani anastahili kwenda kuziba nafasi ya Faisal? Licha ya kutosema hajaipa mafanikio hivyo kwa maana ya makombe, tunaongelea mafanikio ya makombe, ila kwa takwimu na kuisaidia timu kusalia ndani ya top 3 ya ligi kuu amefanikiwa, lakini kwenye upande wa makombe bado hakufanikiwa kuisaidia kwa kiwango hicho. Nani ambaye unamuona kama ikitokea Faisal ataondoka ndani ya Yanga, licha ya kuwepo kwa tetesi za Kipe Junior kurejea ndani ya Azam, lakini unaona ni nani ambaye atafaa zaidi kama Azam wakiachana na Faisal? Kwa wale ambao wapo Azam kwa sasa, sioni kama kuna mtu anaweza akafiti akavaa viatu vya Faisal. Kwa hiyo kama Faisal ataondoka Azam, kinachotakiwa kufanywa ni viongozi wa Azam waingie sokoni uweze kutafuta mchezaji ambaye ana daraja ya kaliba ya Faisal, ama ambaye anakaribia au ambaye anamzidi Faisal. Kwa hiyo kama Faisal akiondoka Azam ni pigo kubwa, kwa hiyo Azam inabidi waingie sokoni kwa ajili ya kutafuta quality kubwa sana ambayo itakuja kufiti viatu vya Faisal. Kwa sasa pale Azam daraja la Faisal liko juu sana na viungo ambao wako pale. Bwana, Faisal ni daraja la juu zaidi pale ndani ya Azam pamoja na ligi kuu Tanzania bara. Kama akiondoka hakuna mbadala wake ndani ya kikosi, labda Azam FC watafute nje ya ndani ya kikosi. Bwana, tukiachana na Faisal kufanya vizuri na akiendelea kufanya vizuri, tuje kwa upande wa Yanga. Weekend hii wamemtangaza kocha mpya ambaye anaenda kuleta yale mafanikio ambayo Yanga ameendelea kuyapata. Shida ya watu wengi ilikuwa kwenye namna ya kumtamka kocha yule, na wengi wakisema kibarua kizito kitakuwa kwa wachambuzi pamoja na watangazaji. Kocha Mangoba, niko sawa? Jina lake watu wengi wamekuwa wakilitamka kwamba jina lake linatamkwa ni Mangoba Mngita. Hili ni jina ambalo limekaa kama kidizabe fulani. Kwa hiyo ukiachana na jina lake, lakini pia ni kocha ambaye Young Africans wana expect kuona mafanikio kutoka kwake, kwa sababu Young Africans wamekuwa ni klabu ambayo ina ambition ya kufanya vizuri hasa kwenye klabu bingwa barani Afrika, na ukiangalia kwenye ligi yetu tayari ameshatawala mara 5 mfululizo. Na kocha huyo mpya baada ya kutambulishwa alifanya mahojiano na baadhi ya vyombo vya habari kwa South Africa. Akasema lengo mojawapo la Yanga la yeye kuja Yanga ni kuifikisha Young Africans katika hatua kubwa zaidi za klabu bingwa barani Afrika, na akafika kabisa mbali. Akasema kwamba ili kimpendeza aweze kutoa kombe la Afrika. Kwa hiyo mna expect kuona Young Africans na viongozi pia watamsupport vipi, watamsajilia wachezaji ambao watakuwa ni top, kwa sababu ili uweze compete kwenye klabu bingwa barani Afrika lazima uingie sokoni kutafuta quality ambayo inaweza kukusaidia kuchukua kombe hilo. Kwa hiyo ni kocha ambaye anakusudu sana timu yake icheze mpira kwa muda mwingi, control game, lakini pia shambulie kwa kasi zaidi. Kwa hiyo ni swala la viongozi wa Young Africans kuangalia matakwa ya kocha huyo kwa ajili ya kumpa materials ambao ni wachezaji ambao ni quality zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anafikisha malengo yale ambayo wamewekea. Bwana, kocha wa klabu ya Yanga ndio huyo ambaye tumeletewa kwa ligi kuu Tanzania bara. Karibu kocha Mangoba. Ilo jina la pili tutatafuta namna. Mimi ni Neema Kayugo, ulikuwa nami. Nilikuwa na Joseph Chacha kwenye upande wa uchambuzi, ametuelezea kocha wa Yanga. Tunafahamu alikuwa ni kocha msaidizi wa klabu ya Mamelodi, msimu ambao Yanga ilibaki kidogo aende hatua ya nusu finali klabu bingwa barani Afrika. Kocha huyu alisababisha Yanga isiende. Je, ataenda kuifanikisha Yanga kubeba makombe makubwa barani Afrika, tukimaanisha kombe la klabu bingwa, lakini tukimaanisha kombe la shirikisho kama akipata nafasi ya kushiriki? Tutaendelea kukujuza ni aina gani ya kocha na amekuja kuipa mafanikio yapi Yanga. Ni mwanzo kabisa mwa safari yake ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Hapa tunafika tamati. Ilikuwa nami Neema Kayugo kama nilivyokujuza.